Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Arumeru, nitambue uwepo wa viongozi wote wa chama, serikali, ndugu wananchi, ndugu wanafunzi mlioshiriki bonanza hili la kumbukumbu ya hayati Edward Moringe Sokoine. Nitambue uwepo wa waandishi wa habari. Kazi na utu. Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa kibali na afya kukutana siku ya leo katika shule yetu hii ya sekondari ya Moringe iliyopo katika wilaya yetu ya Monduli. Lakini kipekee nishukuru sana uongozi wa Sokoine Memorial Foundation kwa kuamua na kunialika mimi mkuu wenu wa wilaya kuwa mgeni rasmi katika kuhitimisha bonanza hili zuri sana. Nashukuru sana. Asante sana. Makofi mengi sana kwa Sokoine Memorial Foundation. Nichukue nafasi hii vile vile kuwashukuru na kuwapongeza uongozi wa sekondari ya Moringe kwa kukubali kuwa wenyeji wa bonanza hili. Hongereni sana. Vile vile nitoe shukrani zangu za dhati kwa vijana wa Scout, nikiwa kama mlezi wa Scout wilaya ya Monduli, kwa mapokezi mazuri tangu nilipowasili katika viwanja hivi vya shule ya sekondari ya Moringe. Ndugu zangu, nimepewa muda wa kuongea mambo machache. Leo hii tunahitimisha au tunaadhimisha miaka 42 tangu kifo cha hayati Moringe Sokoine ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumesikia mwanafunzi aliyosoma Aisha na tumesikiliza kwa makini. Katika Aisha ile amezungumza sifa nyingi na nzuri ambazo hayati Edward Moringe Sokoine alikuwa nazo akati akiwa kiongozi katika nchi yetu ya Tanzania. Nitarejea kwa uchache. Hayati Sokoine alikuwa ni kiongozi mwadilifu. Uongo kweli? Hayati Sokoine alikuwa ni kiongozi anayeshughulika na mambo ya watu. Kwa lugha rahisi, hakuwa mbinafsi. Hakuwa kiongozi ambaye anajinufaisha yeye mwenyewe, isipokuwa alisimamia maslahi ya wananchi ambao alikuwa anawaongoza na mambo mengine kadha wa kadha kama alivyotajwa, si ndio jamani? Lakini tumeadhimisha au tumefanya kumbukizi yake kwa kufanya bonanza la michezo. Sote tunatambua michezo ni afya. Sote tunatambua michezo inajenga umoja na upendo na mshikamano. Lakini vile vile michezo inajenga nidhamu. Vile vile michezo ni sehemu ya kukuza vipaji. Tumeshuhudia michezo mbalimbali. Ninayo taarifa, nyie wanafunzi mmeshiriki michezo ya kikapu, mmeshiriki michezo ya mpira wa miguu, mmeshiriki michezo ya mpira wa mikono, mpira wa pete, na mimi pia ni mchezaji. Mimi ni mchezaji wa netball na ninacheza nafasi ya wini attack. Wini attack oye! Sasa twende kwenye hoja. Leo hii tumesikia historia. Wengi wetu hapa ni wadogo. Tunamsoma hayati Sokoine kwenye vitabu, tunaona kwenye CD mbalimbali, tunasikia kwenye magazeti na mambo mbalimbali kama historia. Najua katika kusoma kila mmoja na malengo yake kwenye maisha. Lakini kama huna nidhamu, huwezi kufikia malengo. Kama huna nidhamu, huwezi kufikia malengo. Na nidhamu tunaianza kuanzia tukiwa shuleni. Hakuna mtu atakuja kuwa kiongozi mwadilifu wakati shuleni alikuwa mvuta bangi. Uongo kweli? Uongo kweli? Huwezi ukaja kuwa kiongozi mwadilifu wakati ulipokuwa shuleni ulikuwa mtoro. Ulikuwa unaongoza watu kwenye migomo. Ulikuwa unatukana walimu. Ulikuwa usomi kwa bidii. Hivyo tunapokumbuka miaka 42 ya hayati Edward Moringe Sokoine,
sisi kama wanafunzi wa wilaya ya Monduli tunao wajibu wa kujikumbusha na kuzingatia masomo. Tunao wajibu wa kuwa waadilifu shuleni na nyumbani, si ndio jamani? Si ndio jamani? Lakini vile vile tunao wajibu wa kusoma historia za viongozi mbalimbali ili tuweze kufuata nyayo zao.